Katika tukio la kushangaza na la hatari lililotokea hii leo katika mji wa Ashdod nchini Israel, mji huo uligubikwa na giza baada ya kombora kutoka Irani kulenga na kuharibu mtambo mkubwa wa umeme unaomilikiwa na kampuni ya umeme ya Israel. Kampuni hiyo imethibitisha kuwa kituo hicho ni sehemu ya miundombinu ya kimkakati na kwamba uharibifu huo ulisababisha kukatika kwa umeme katika sehemu kadhaa za mji huo wa kusini. Wakati wa mashambulio hayo, raia waliamuriwa kuingia haraka kwenye makazi ya dharura ambapo walilazimika kusalia ndani kwa muda wa dakika 35. Ving'ora vya tahadhari vilisikika mara kadhaa, huku kombora hilo likikadiriwa kuwa sehemu ya mashambulio ya kulipiza kisasi kutoka Irani katika hatua za kijeshi za Israel katika wiki za hivi karibuni. Shambulio hilo linakuja wakati muktadha mpana wa mzozo unaendelea kati ya Israel na Irani uliotangazwa rasmi Juni 13 mwaka huu baada ya Israel kufanya mashambulio mapema dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya nyuklia ya Irani. Tangu wakati huo, Irani imekuwa ikirusha makombora ya masafa marefu pamoja na ndege zisizo na rubani kuelekea maeneo mbalimbali ya Israel, ikiwemo jiji la Tel Aviv, Rehovot, Bat Yam na sasa Ashdod. Mbali na taharuki za raia, athari za kimazingira na kijamii zimeshuhudiwa. Kukatika kwa umeme kumeathiri huduma kuu za muhimu kama vile taa za barabarani, maji ya bomba, mitambo ya mawasiliano pamoja na huduma za afya. Pia tukio hili limetoa picha ya wazi kuhusu hatari inayoweza kukumba miundombinu ya kiraia katika vita vya kisasa ambapo maeneo ya raia yanazidi kulengwa. Kampuni ya umeme imeanza kazi ya dharura kurekebisha uharibifu huo na kurejesha huduma za umeme katika maeneo yaliyoathirika. Hata hivyo, haijatoa muda maalum wa kurejea kwa huduma kamili, huku wakazi wakihimizwa kuchukua tahadhari na kuwa tayari kwa uwezekano wa mashambulizi zaidi. Serikali ya Israel kupitia Wizara ya Ulinzi na Kamandi ya Mbele imeongeza hali ya tahadhari na kutoa maelekezo mapya kwa raia juu ya namna ya kujikinga katika mashambulizi haya. Aidha, mashauriano ya usalama yanaendelea kufanyika katika ngazi za juu ili kutathmini athari na kupanga mikakati ya ulinzi dhidi ya mashambulizi yajayo, hasa ambayo yanalenga miundombinu ya misingi ya kiraia. Kwa sasa hali bado ni tete na tahadhari kubwa katika mji wa Ashdod na maeneo jirani, huku wakazi wakiwa katika hali ya wasiwasi na taharuki kutokana na shambulio hilo la moja kwa moja. Mashambulizi ya aina hii yanaashiria kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha mapigano pamoja na mabadiliko ya kimkakati katika namna ya kushambulia, ambapo sasa inafikia hatua ya Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja amenitumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.